Habari, leo nitakwenda kuongelea kuhusu kupunguza kwa adhabu au mitigation. Mitigation ni hatua inayofuata baada ya mtuhumiwa kuwa amepatikana na hatia. Katika hatua hii, mtuhumiwa anaiomba mahakama au anaomba huruma ya mahakama ili aweze kupunguziwa ukali wa adhabu. Kwa mfano, unakuta mtu kosa ambalo yuko convicted nalo, adhabu yake ni kifungo cha miaka 20 jela. So katika hatua hii ya mitigation, mtuhumiwa anaenda kuiomba mahakama ili iweze kumpunguzia kifungo hicho. Sasa ni sababu zipi ambazo mtuhumiwa anaweza akaziestablish kiasi cha kwamba akaishawishi mahakama iweze kumpunguzia adhabu? Sababu hizo ni kama zifuatazo. Kwa mfano, mtuhumiwa anaweza akasema kwamba ni mara yangu ya kwanza kufanya kosa. Kwa sababu unakuta kuna mtu mwingine ni mara yake ya kwanza kuwa convicted, yaani hajawahi kupatikana na hatia hapo nyuma. Kwa sababu kama hii, mahakama inaweza ikampunguzia mtuhumiwa adhabu. Lakini pia mtuhumiwa anaweza akasema kwamba nina watu ambao wananitegemea. Kwa mfano unakuta mtu mwingine ana mke, ana watoto, lakini pia ana wazazi ambao wanamtegemea. So katika sababu kama hii, mahakama inaweza ikampunguzia mtuhumiwa adhabu. Lakini pia mtuhumiwa anaweza akasema kwamba mimi ni mzee. Kwa sababu unakuta mtu mwingine kawa convicted lakini umri wake umeenda sana. So kwa sababu kama hii, mahakama inaweza ikamangalia mtu kama huyu kwa jicho la pili na kumpunguzia adhabu. Lakini pia mtuhumiwa anaweza akasema kwamba mimi ni mgonjwa. Kwa sababu unakuta mtu mwingine anasumbuliwa na maradhi kama vile kansa. Sasa mahakama endapo mtuhumiwa ataestablish sababu kama hii, inaweza ikamconsider kwa namna moja ama nyingine na kumpunguzia adhabu. Lakini kuna sababu pia ambazo mtuhumiwa anaweza akaziestablish, lakini sio asilimia zote au sio kwamba mahakama inaweza ikaziconsider sana sababu hizi. Kwa mfano, mtuhumiwa anaweza akasema kwamba mimi nimekiri kosa. Kwa sababu mtuhumiwa anapofikishwa mahakamani na kusomewa mashtaka lazima ainte plea. Sasa unakuta kuna mwingine anaita plea of guilty, mwingine plea of not guilty. Kwa maana ya kwamba mtu anaita plea of guilty amekiri kosa, lakini huyu ambaye anaita plea of not guilty, huyu anakataa mashtaka aliyosomewa. Sasa mtu ambaye ameita plea of guilty na at the end of the time mahakama inamkuta na hatia, mtu kama huyu akiestablish sababu kama hii, mahakama inaweza ikampunguzia adhabu kwa sababu ameirahisishia mahakama. Sio mtu ambaye yeye ameita plea of not guilty, kwa maana ya kwamba amekataa mashtaka yake na mwisho wa siku mahakama inamkuta huyu mtu ana hatia. So ni muhimu sana katika suala hili kwamba kuita plea of guilty kama unakosa, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine mahakama inaweza ikakuangalia na kupunguzia adhabu pale ambapo mahakama itakuta na hatia. Lakini pia mtuhumiwa anaweza akasema kwamba mimi wakati kesi inaendelea nilikuwa mahabusu kwa muda mrefu. Kwa sababu unakuta mtu mwingine wakati kesi inaendelea au katikati kesi inaendelea, mahakama haikumpa dhamana, so anakaa mahabusu mpaka kesi inaisha. Kwa namna moja ama nyingine, mahakama inaweza ikamfikiria mtu kama huyu na kumpunguzia adhabu. Kitu ambacho nataka unote hapa ni kwamba kile unachokiomba kwa mahakama sio lazima ukipate. So unaweza ukaomba kuestablish hizo sababu zako, lakini mahakama ikakunyima. So kuna mawili, unaweza ukapewa au usipewe kile ulichokiomba. Asante.